Soma katika akhbar za waliotangulia utaona mazito yenye kushtua kwa wale ambao kwamba hawakutambua hurma ya mwezi wa Ramadhan, wakaendelea kufanya maasi mpaka katika mwezi wa Ramadhan. Anapokea al-Imam Ibn Abi Dunya katika kitabu Dhammi Sukr kutoka kwa bwana anajulikana kama Al-Qaratisi Muhammad ibn Abdullah. Anasema nilikuwa na jirani mudminun lilkhamri. Huyu bwana alikuwa ni mraibu wa kunywa pombe, sio kunywa mara moja kupotea njia, anakunywa mpaka amekuwa ni mraibu wa kunywa pombe. Asema huyu bwana ilipokuwa Ramadhani imekaribia, akatokwa na maneno, akasema daani shahru siyami la ka'la min shahri wala sumtu ba'dahu shahran akhira ad-dahr. Ndio maneno yalikuwa mabaya na mazito. Asema limeitwa na mwezi wa Ramadhani unakaribia ukuingia, unaniita Asema la kana min shahri, usingekuwa kama mwezi kama huu. Ya latif, watu utamani, watu ukongolea unapokaribia, wanaukaribisha, wana hamu ya kupokea ufike kutokana na khairati zilizoko ndani yake. Salafu walikuwa wakiukaribisha kwa miezi 6 na wakiwaga kwa miezi 6, kama wanavyotuambia maulama. Miezi 6 wanaukaribisha mwezi wa Ramadhani na miezi 6 wanauaga. Na hapa pengine mtu atauliza swali, mbona kihisabu haliingiani hili? Manake kusema miezi 6 wanakaribisha kisha ubifike na Ramadhani 7 kisha miezi 6 wanaaga ni 13. Hakuna mwaka kwenye miezi 13. Lakini hii ni kukuonesha kuwa ule mwezi wa Ramadhani pia unahesabika katika ile 6, kwa maana wakiwa ndani ya Ramadhani bado wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awadumishe katika khairati zake, bado wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiuondoe kwa haraka mwezi kama ule. Mpaka ndani ya Ramadhani bado wao wanaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape khairati zake. Sasa salafu walikuwa wakiukaribisha miezi 6. Huyu bana anasema wala usingekuwa mwezi kama huu, wala sumtu shahran ba'dahu au wala sumtu ba'dahu shahran akhir ad-dahr, wala sitafunga mimi baada yake mwezi wote, umri wangu wote. Shekhe bana kwa utaishi sana. Anasema Al-Qaratisi Muhammad ibn Abdullah, yule bwana fa usiba bis-saram, akapatwa na maradhi ya kupoteza fahamu. Wakana yusra'u fil yawmi marratan au marratayn, anaweza kupoteza fahamu mara moja mara mbili kila siku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moja katika kwa huo mtihani. Lakini kubwa zaidi, asema ilipokuwa siku ya mwisho ya Shaaban kabla kuingia Ramadhani, Mwenyezi Mungu akaichukua roho yake akamfisha. Ya Allah, umesema mwenyewe hutaki kufunga mwezi wa Ramadhani. Baada hapo Mwenyezi Mungu ameichukua roho yako. Katika hali kama hiyo ya sukr, utakuwa katika hali gani?